Senegal yavuliwa ubingwa wa AFCON wa mwaka 2025 na sasa bingwa mpya ni timu ya taifa ya Morocco. Hayo yanajiri mara baada ya bodi ya rufaa ya shirikisho la soka Afrika kuamua timu ya taifa ya Senegal imepoteza kwa mezani fainali hiyo ya Africa Cup of Nations kwa maana ya AFCON kwa mabao 3-0. Ushindi huo unaifanya timu ya taifa ya Morocco kuwa bingwa mpya wa kombe la mataifa ya Afrika AFCON. Rufaa ya shirikisho la Morocco imekubaliwa huku uamuzi wa bodi ya nidhamu ya CAF kutupwa nje, ambapo Senegal imebainika kuwa ilikiuka kanuni ya 82 na 84. Kutokana na uamuzi huo, Morocco sasa ndio bingwa mpya wa mashindano ya mataifa ya Afrika kwa maana ya AFCON kwa kupata ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya timu ya taifa ya Senegal. Ushindi huo ambao timu ya taifa ya Morocco amepatiwa ni ushindi wa mezani. Mara baada ya taarifa hiyo kutoka, timu ya taifa ya Morocco kutangazwa kuwa bingwa mpya wa kombe la mataifa ya Afrika kwa maana ya AFCON mwaka 2025. Mara baada ya taarifa hizo za timu ya taifa ya Morocco kupewa ubingwa wa mezani wa kombe la mataifa ya Afrika AFCON, shirikisho la soka la Senegal FSF limethibitisha kupokea uamuzi huo uliotolewa na kamati ya rufaa ya CAF kuhusu kukopa ubingwa wa kombe la mataifa la Afrika mwaka 2025. Shirikisho hilo linapinga rasmi uamuzi huo ambao wanaona hauna msingi wa kisheria, upo kiholela na hauna uwiano. FSF inaamini kuwa ukiukaji mkubwa wa kanuni za kifungu cha 82 na kifungu cha 84 cha kanuni za CAF zilizohalalisha maamuzi hayo. Imeeleza kuwa mwamuzi wa mechi hiyo alitumia uamuzi wake wa kuchagua kusimamisha mechi kwa muda na si kusitisha kabisa. Mchezo ulianza tena, penalti ilipigwa na matokeo ya haki yalipatikana. Lakini pia wanaamini utekelezaji wa kifungu cha 84 ni dhuluma. Wachezaji wa Senegal walirejea uwanjani na mwamuzi alithibitisha hilo, mechi ikaendelea, hivyo kifungu cha 84 hakiwezi kufanya kazi tena. Shirikisho la soka la nchini Senegal imeandikia barua CAF ikitaka wasimamishe utekelezaji wa uamuzi huu wa kusitisha taratibu zote za kutoa kombe kwa Morocco ikisubiri usuluhishi wa mwisho. Lakini pia imeeleza nia yake ya kwenda kwenye mahakama ya usuluhishi wa michezo CAS ndani ya saa 44 zijazo ili kutengua uamuzi huo. Kwenye barua hiyo ya shirikisho la soka la Senegal imeomba kupata ripoti ya waamuzi na maafisa wa mechi hiyo ndani ya masaa 24. Isipopata itafungua kesi ya dharura ndani ya mahakama ya usuluhishi ya soka duniani kwa maana ya CAS. Kifungu cha 82-84 ambavyo vinadaiwa kuwa timu ya taifa ya Senegal ilikiuka inasema kuwa ikiwa timu itakataa kucheza au kuondoka uwanjani kabla ya mechi kumalizika bila idhini ya maamuzi, inachukuliwa kuwa timu hiyo imeshindwa. Hicho ni kifungu 82. Na kifungu cha 84 kinasema kuwa timu iliyopatikana ikikiuka kifungu cha 82 inatangazwa kuwa imepoteza mechi kwa mabao 3-0. Hivyo uamuzi ambao uliochukuliwa wa timu ya taifa ya Morocco kutawazwa kwa mabingwa wa AFCON basi umejikita katika vifungu hivi viwili. Lakini shirikisho la soka la nchini Senegal wao wanapinga vikali maamuzi hayo yaliyochukuliwa na wakidai kwamba hawajajikita katika hivi vifungu ambavyo vinadaiwa timu ya taifa ya Senegal wamevikiuka.